Tabia ya baadhi ya wakuu wa taasisi na mashirika ya serikali kupuuza mapendekezo ya wakaguzi wa ndani imetajwa kuwa chanzo cha taasisi nyingi za serikali kupata hati chafu kwenye ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kila mwaka. Tabia hiyo imebainishwa na rais wa taasisi ya ukaguzi wa ndani ya kimataifa nchini Tanzania IIA, Dr. Zelia Njeza, wakati wa uzinduzi wa mkutano wa wakaguzi wa ndani unaofanyika kwa siku 5 kuanzia Machi 24 hadi 28 mwaka huu 2025. Dr. Njeza, ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya wakaguzi wa ndani Tanzania, amesema wakaguzi wa ndani wamekuwa wakitekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, wamekuwa wakikumbana na vikwazo vya wakuu wa taasisi ama mashirika kutokuzingatia mapendekezo na ushauri. Kilio chetu ni miundo kandamizi ya ukaguzi wa ndani na tuweze kufanya kazi zetu kwa ufanisi. Tumekuwa tukilia kwa kipindi kirefu, lakini tunashukuru kwa ujio wa Mheshimiwa Waziri leo akimwakilisha rais kwamba kilio chetu sasa kinafika mwishoni na sisi tuko tayari kufanya kazi kwa weledi na kuzingatia misingi ya utendaji kazi wetu kama wakaguzi wa ndani. Mfano, reporting structure zao, wanatakiwa waripoti kwa bodi ya wakurugenzi kwa wale ambao wana bodi, au kwa uongozi wa juu ambao utamfanya yeye aweze kufanya kazi yake bila kuingiliwa. Lakini pia mkaguzi huyu anahitaji aweze kuripoti katika eneo ambalo hata atakapotoa ripoti yake iweze kuchukuliwa na kufanyia kazi bila kuathiri objectivity yake. Sijui kwa Kiswahili nasemaje, lakini kwa sasa jinsi ilivyo tunaona muundo wa ukaguzi wa ndani haujakaa vizuri. Nasema ni kandamizi kwa sababu reporting lines haziko clear. Na ukiangalia tasnia hii unaweza compare na tasnia nyingine, unaona wenzetu wa tasnia nyingine wako juu zaidi kuliko sisi, kwamba maslahi yao ni yako duni, japo kazi tunayofanya ni kazi kubwa na ni kazi ambayo ni hatari. Kwa hiyo tunahitaji miundo ya wakaguzi wa ndani iweze kuboreshwa ili tufanye kazi kwa weledi unaotakiwa. Akizungumzia changamoto hiyo, Waziri Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, George Simbachawene, amekiri kupokea changamoto hiyo na amemwagiza Katibu Mkuu Utumishi, Wizara ya Fedha na mjasili wa hazina kuyachukua na kwenda kuyafanyia kazi ili kuondoa hati chafu kwenye taasisi. Madhara ni makubwa kwa sababu ili serikali ipate kuaminika na wananchi ni pale ambapo fedha iliyotengwa kwa ajili ya jambo fulani imetumika kwa ajili ya jambo lile. Wakaguzi wa ndani hawa ndio jicho la ndani la taasisi. Wanapozuiwa kufanya majukumu yao, kwa baadhi ya taasisi wanapozuiwa kufanya majukumu yao, tayari unaanza kupata wasiwasi kwamba kuna jambo baya ambalo linafikiriwa pale kufanyika, au kuna jambo ambalo lifanyika. Na ndio maana kama kuna accounting officer ambaye anamsikiliza mkaguzi wa ndani, hawezi kupata hati yenye mashaka au hati chafu. Atapata hati safi, na kwa hivyo mkaguzi wa serikali, controlling auditor, akija pale kwa maana ya CAG, akija kikagua atakuta kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo rai yetu kama serikali, na kwa kweli ndivyo sheria inavyotaka, ni kuhakikisha kwamba hata CAG anapofika kukagua, wale watu wa CAG kwanza wapate ripoti ya mkaguzi wa ndani na waanze na kikao kile cha kwanza, lakini pia wanapomaliza hata ukaguzi pale, mkaguzi wa ndani pia aweze kushirikishwa ili waweze kukubaliana au kutokubaliana katika yale ambayo CAG ameweza kuyaona, lakini pia accounting officer naye aweze kujua kitu gani ambacho hakikwenda sawa na alishauriwa lakini hakuweza kufuata. Lakini undermine nafasi ya mkaguzi wa ndani ni hatari sana kwa rasilimali za nchi, na ndio maana kwamba katika misingi ya utawala bora, sasa nazungumza kama waziri wa nayesimamia masuala ya utawala bora, moja kati ya misingi ya utawala bora ni maendeleo kwa watu. Fedha inapokuwa imetengwa kwa ajili ya jambo lisipotokea, sio utawala bora. Kwa hiyo katika misingi ya utawala bora, wakaguzi wa ndani ni kada muhimu sana, na lazima ipewe nafasi na ipewe nyenzo zote inayostahili kupata ili iweze kusimamia rasilimali za Watanzania. Tumesikia unagusia teknolojia katika kada hii, tukusikie mara nyingine. Teknolojia ni muhimu sana. Sasa hivi mambo yanabadilika na utaratibu wa ufanyaji wa kazi unabadilika. Artificial intelligence, teknolojia kwa mfano ya habari tehama zinabadilisha sana utaratibu wa kawaida wa ufanyaji wa kazi.
na hiyo haiwezi kuacha kada hii ya wakaguzi wa ndani katika kutumia teknolojia katika kuhakikisha kwamba inaongeza ufanisi, lakini kuongeza spidi, kwa sababu mambo siku hizi yanaenda kwa spidi sana. Kwa unaweza kuwa mkaguzi wa ndani wa fedha ambaye inakimbia kwenye mifumo. Sasa na wewe lazima utumie teknolojia kuweza kuangalia kwamba una monitor na kuwa jicho la umma. Kwa hiyo niseme tu kwamba teknolojia haiepukiki, na wao lazima waingie kwenye teknolojia, na ni jukumu la waajiri na jukumu la masio kuhakikisha kwamba kitengo hiki, idara hizi zinapewa vitendea kazi vya kutosha ili viweze kutekeleza wajibu wake sawa sawa. Kwa majina naitwa Christine Victoria Mbonya, mwenyekiti wa mkutano wa 3 wa public sector hapa Malaika Mwanza. Mkutano wetu umelenga kuwafundisha wakaguzi wa ndani, yani masterclass, ambayo ina zaidi ya delegate 230, lakini pia tunao board members ambao wanafundishwa governance forum. Hawa wanafundishwa na kukitwa kwenye masuala ya utawala bora na jinsi gani ya kusimamia taasisi. Lakini pia tunao internal auditors conference ambayo tutaianza siku ya Jumatano, ambayo italeta wakaguzi wote wa ndani wa public sector hapa Mwanza kujifunza na kufundwa jinsi gani ya kuendeleza utawala bora, lakini kufanya pia kazi zetu za ukaguzi katika new standard ambazo zimetoka mwaka huu wa 2025. Lakini pia tumeleta wabobezi, wakufunzi wabobezi katika taaluma za risk management, control, pamoja na governance, ambao watatufunda pia wakaguzi wa ndani katika mkutano huu. Wasio kwa nia njema, tuseme wale wanaotaka kufanya mambo ya rushwa, wanataka kutumia vibaya hela za serikali, ni dhahiri hawawezi kuwapenda hawa wakaguzi wa ndani, kwa sababu wakaguzi wa ndani ni jicho la mwenye taasisi, ni jicho la umma, ni jicho la Watanzania, kwamba mambo yaende sawa. Hiki akiendi sawa na shauri kabla CAG hajaja kukagua. Kwa hiyo hayo ni mawazo mazuri, na mimi kama kiongozi wa niliyemwakilisha katika kufungua mkutano huu kwa Mheshimiwa Rais, nimesema tunayachukua na nimewaelekeza wahusika, kwa maana katibu mkuu utumishi, katibu mkuu Wizara ya Fedha, na wote wanaohusika akiwemo na msajili wa hazina, wajaribu kuangalia, na wao wenyewe wana tasnia hii, wajaribu kuangalia namna ambavyo tunaweza tukafanya katika kurekebisha hizo sheria, ili kazi ya wakaguzi wa ndani iweze kufanyika kwa malengo na madhumuni ya uwepo wao kama kada muhimu katika serikali, lakini pia hata katika private sector pia hawa nao wanakuwepo kwa ajili ya kuonyesha pale ambapo panavuja au pana tatizo. Tutakuwa tumepata mafunzo makubwa, lakini pia kujua changes gani ambazo zimetokea kutoka kwenye IPPF kuja kwenye Global Internal Audit Standards ambazo zimekuwa adopted mwaka huu. Lakini pia tutajifunza masuala mazima ya artificial intelligence, teknolojia, pamoja na njia bora za ukaguzi ambazo zitakuwa zimeainishwa kwenye standard mpya.